Agosti 25, 2026 imekuwa siku yenye mshangao mkubwa sana kwa taifa la Tanzania, na hii ni baada ya makamu wa rais Dr. Balozi Emmanuel Nchimbi kujulisha umma wa Tanzania kuwa amemwandikia Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan barua ya kutaka kujiuzulu siasa, lakini pia nafasi yake hiyo ya makamu wa rais wa Tanzania, kitu ambacho kimewashangaza sana watu wengi, kwani sio swala la kawaida mtu mwenye nafasi kubwa na nyeti kama makamu wa rais kutaka kujiuzulu, huku kwenye mitandao ya kijamii wengi wakijiuliza maswali na kusema hili na lile, wengine wakisema kwamba huenda ameamua tu kupumzika, lakini wengine wakisema huenda ameshinikizwa kujiuzulu. Sasa watu wengi wametamani kujua Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan amesema nini ama atachukua uamuzi gani baada ya makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi kutangaza kujiuzulu. Sasa Mseto Media tumekuletea lile ambalo Mheshimiwa Rais amelisema na mengine mengi kuhusiana na kujiuzulu kwa Dr. Nchimbi, lakini ili usiwanapitwa na taarifa tofauti kuhusu siasa, jamii, elimu, burudani na michezo, basi ni kusibonyeze maneno subscribe pamoja na alama ya kengele ili taarifa zetu zinakujia moja kwa moja kwenye simu ama kompyuta yako. Nikukumbushe kwanza, makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi kwenye mfumo wa makamu wa rais mmoja wa taifa la Tanzania, huyu ndo makamu wa rais wa kwanza kabisa kujiuzulu, lakini uko zamani kulikuwa kuna mifumo ambapo kulikuwa kuna makamu wa rais wa pili, ambapo rais wa Zanzibar alikuwa anakuwa ni rais wa Zanzibar kule Zanzibari, lakini anakuwa makamu wa rais wa pili Tanzania bara, ambapo mwaka 1984 tarehe 29 mwezi wa kwanza, Sheikh Aboud Jumbe ambaye huyo alikuwa ni rais wa Zanzibar lakini pia makamu wa rais wa pili wa Tanzania alijiuzulu na yeye, ambapo kipindi hicho kulikuwa kuna mfumo wa makamu wa rais wa pili, lakini kuanzia kumekuja system wa makamu wa rais mmoja, basi Dr. Emmanuel Nchimbi pekee ndo makamu wa rais wa kwanza alijiuzulu katika historia ya taifa la Tanzania. Makamu wa rais Emmanuel Nchimbi amekaa madarakani kwa miezi 10 tu, kama ikifikia hiyo tarehe 4 ambayo amesema ndo atakuwa amejiuzulu rasmi, lakini kama ni kuanzia tarehe 25 ambapo ameandika barua, basi ni miezi 9 na siku 22, kwani aliingia madarakani rasmi Novemba 3, 2026, na katika barua yake aliyoandika amesema kwamba atajiuzulu Septemba 4, 2026, ambapo kwa wale ambao hawakupata nafasi ya kusikia ama kuona barua yake aloandika kwa umma, ilikuwa imeandikwa hivi: leo tarehe 25 Agosti 2026 nimemwandikia barua Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kumjulisha kuwa nimeamua kustaafu siasa na utumishi wa umma, hivyo nitajiuzulu nafasi ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuzingatia ibara ya 50(2) ikisomwa kwa pamoja na ibara ya 149(2) ya katiba kuanzia tarehe 4 Septemba 2026. Tarehe 27 Agosti 2025 nilimwahidi Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa nitamsaidia yeye na nchi yetu kwa uwezo wangu wote na kwa uaminifu. Pia nilimhakikishia kuwa siku yoyote akiona anahitaji makamu mwingine wa rais nitaachia nafasi hii. Nimejiridhisha pasipo shaka kuwa Mheshimiwa Rais anataka mabadiliko, hivyo nimeamua kutimiza ahadi yangu. Kipekee namshukuru Mheshimiwa Rais na Chama cha Mapinduzi CCM kwa imani ya kwangu. Natumia nafasi hii pia kuwashukuru Watanzania wote kwa ushirikiano mkubwa mlionipa wakati wote nilipokuwa katika utumishi wa umma. Nawahakikishia kuwa nitaendelea kuwa raia mwema wa Tanzania. Hayo ndo maneno ambayo Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliandika kwa Watanzania Agosti 25, 2026. Sasa wengi wakataka kujua
Mheshimiwa Rais Samia amepokeaje hili ama amesema nini, ambapo kutoka Ikulu mawasiliano tumeweza kupewa taarifa ambayo imetoka kwa Mheshimiwa Rais Samia, ambapo imeandikwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, taarifa kwa umma. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan leo tarehe 25 Agosti 2026 amepokea barua ya ombi la kujiuzulu Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi kuanzia tarehe 4 Septemba 2026. Mheshimiwa Rais ameridhia ombi hilo na taratibu za kikatiba za kumpata Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwingine zitachukuliwa. Imetolewa na ofisi ya Katibu Mkuu Kiongozi Balozi Dr. Moses M. Kusiluka, ambapo hii nayo imetolewa tarehe 25 Agosti 2026. Ikumbukwe katiba ya Tanzania inampa mamlaka rais kutumia ndani ya siku 14 kumchagua ama kumteua makamu wa rais mwingine ambaye atapelekwa bungeni na kuthibitishwa ama kupitishwa na bunge kwa kupigiwa kura. Kwa maana hiyo, ndani ya siku 14 basi taifa la Tanzania litegemea kumpata makamu wa rais mwingine. Kujiuzulu kwa makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi kumeibua maoni mseto na mijadala mbalimbali huko kwenye mitandao ya kijamii, wengine wakisema huenda tu ameamua kupumzika siasa pamoja na utumishi wa umma, lakini wengine wakisema huenda kuna swala haliko sawa ndani ya serikali alikuwa anaitumikia pamoja na chama chake cha Mapinduzi, kwani haiwezekani mtu akakaa nafasi kubwa na nyeti kama makamu wa rais alafu ndani ya miezi 10 tu akaamua kujiuzulu. Upande wa vyama vya upinzani na wanaharakati wao wameonekana kama kulifurahia sana swala hili, ambapo hapa ndio tunapata ile kauli ya kwamba vita vya panzi furaha ya kunguru, wakimaanisha kwamba huko ndani kuna migongano, ndio maana hata mheshimiwa makamu wa rais ameamua kujiondoa. Lakini wachambuzi wa mambo ya siasa na watu ambao wanaona mbali wanasema hichi kisiwe ni sherehe ama furaha kwa wapinzani, kwani huenda amejiuzulu au ametoka yule ambaye wao walikuwa wanamuona ni bora ama ni mtu anayefuatilia labda haki na kupenda amani na vitu vingine kama hivyo, lakini wajui atakayeteuliwa atakuwaje, kwani katiba inampa mamlaka Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kumteua mtu mwingine kwenda kushika nyadhifa hiyo ya makamu wa rais. Sasa je, ni nani atateuliwa? Je, akiwa ni yule ambaye kwa wapinzani na wanaharakati hatakuwa wa kuwapendeza zaidi, itakuwa vipi na vitu vingine kama hivyo, kwani katiba inasema tu Mheshimiwa Rais atateua yule ambaye atamwona anamfaa kumsaidia katika nafasi ya makamu wa rais, alafu jina lake litapelekwa bungeni na bunge kuweza kupiga kura, na kama bunge litampitisha basi huenda akawa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. So hii ni salamu kwa wale wapinzani na wanaharakati kuwakumbusha kutokufurahia Dr. Nchimbi kujiuzulu kwa sababu hawajui anayekuja atakuwa vipi. Na hii ni update na taarifa juu ya kauli ya Mheshimiwa Rais ama kukubali kujiuzulu kwa Dr. Emmanuel Nchimbi. Lakini pia swala la Emmanuel Nchimbi kujiuzulu, wengine wanasema huenda ameshinikizwa kama wanavyodai alivyofanya aliyekuwa spika wa bunge wa kipindi hicho kwa nyuma Job Ndugai, na ni kwa sababu tu wanasema alisema maneno mengi kuhusiana na mikopo ya taifa, na wengine wanasema huenda Emmanuel Nchimbi ni swala kama lile limetokea na hii baada ya kuwataka Watanzania kudai katiba, kwani kama wangekuwa uko serikalini wana plani ya kubadilisha katiba, basi ilikuwa ni kazi yao tu kuamua kubadilisha na sio kuambia Watanzania wadai, kwani wanaenda kumdai nani wakati wao ndio viongozi. Haya ni baadhi tu ya uchambuzi na maneno machache ambayo yametoka huko kwa Tanzania mitandaoni. Maoni yako ni yapi? Tuandike hapa chini sisi tutasoma. Kikubwa zaidi ni usikae mbali na Mseto Media, hakikisha mbofya maneno subscribe pamoja na alama kengele ili taarifa zetu ziwe zinakuja moja kwa moja kwenye simu ama kompyuta yako. Hapa ni channel yako kweli kabisa yenye uchambuzi na update hapo kwa hapo zinapotokea
Mseto Media. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.